Mifano 28 ya ndoto za pete. Mfano wa kwanza wa ndoto, kuota unapewa pete na mtu. Jambo la kwanza ni pete ipi? Ukisoma kitabu cha Mwanzo 41-42 unaona Yusufu anapewa pete na Farao. Ilikuwa ni alama ya kabidhiwa jukumu au mamlaka. Kwa lazima pia kwenye kutafsiri ndoto hizi uwe na mazingira mapana, ulinganisha na mazingira yote, ujue hali yako ulionayo, mazingira yanayokuzunguka, hali yako ya kawaida ambayo unaishi nayo. Kwa lazima uconsider mambo mengi na pia uombe Roho Mtakatifu akusaidie. Lazima uwe na mazingira mapana na taarifa pana za kusaidia kutafsiri ndoto. Mara nyingine pia maombi yanahusika na maelekezo na maongozi ya Roho Mtakatifu pia lazima yahusike. Kwa jambo la kwanza, ukiota unapewa pete maana yake nini? Ni moja, ni kupewa mamlaka au jukumu jipya. Kulingana na kitabu cha Mwanzo 41-42 ni Mungu anakuambia unaenda kupewa jukumu jipya au mamlaka ya kiutawala kulingana na aina pete. Lakini kulingana na Luka 15:22 kupewa pete ni alama ya urejesho wa nafasi uliyoipoteza. Tunaona hilo kwa maana mpotevu aliporudi alipewa pete. Lakini pia ni alama ya kupewa kibali. Umepata kibali au umepata nafasi katika moyo wa mtu anayekupa pete. Mtu anayekupa pete ni alama ya kwamba umepata kibali kwenye moyo wake. Kama ni binti, kijana anakuvisha pete au anakupa pete, ni alama ya kwamba umepata kibali kwenye moyo wa huyo mtu. Kama ulikuwa unaomba kwa habari ya mchumba afu kaona mtu anakuvisha pete, maana Mungu amejibu tayari. Huyu ndio yeye ambaye umekuwa unamwombea. Umepata kibali au nafasi kwenye moyo wa huyo mtu tayari. Kwa unasema nimekuwa naombea mchumba au naombea ni kaona mtu anakuvisha pete, ni alama ya kwamba umepata kibali au umepata nafasi kwenye moyo wa huyo mtu. Au ni alama ya kwamba unaingia katika agano, ni maandalizi ya kuingia kwenye agano na mtu anayekupa hiyo pete, au ni taarifa ya kuingia kwenye agano na huyo mtu anayekupa pete. Kwa kama ni mwanaume ni alama ya maandalizi ya kuingia kwenye agano, kama ni binti the same price, kama ni watu waliokwisha kufa ni alama ya kwamba you are about to enter a covenant na mizimu. Kwa mtu anapokupa pete lazima ujue kwamba hapa kuna kitu kinahusu. Kwanza anapata nafasi kwenye moyo wake, lakini mbili ni maandalizi ya kuingia agano na huyo mtu anayenipa, tatu ni urejesho wa nafasi au heshima iliyopotea, na nne ni alama kupewa mamlaka au jukumu jipya. Kwa mfano kaota unapewa pete na kiongozi wako kazini. Wewe ni kiongozi fulani, kaota kiongozi wako juu kabisa anakupa pete, labda it might mean something kuhusiana na issue ya promotion ya kazi, kuingia kwenye nafasi mpya. Ukaota ulikuwa naomba kwa ajili ya mchumba, kaona mtu anakupa pete ya uchumba, ni alama, it suggests. Kwa lazima uangalie mazingira na mtu anayekupa nani na hali inayohusika nipi na aina ipi ya pete unapewa. Kuota unapoteza pete ya ndoa, alama ya kupungua au kupotea kwa uaminifu katika agano la ndoa. Lakini pia inaweza kumaanisha vita katika ndoa au katika mahusiano au kuvunjika kwa mahusiano. Inaweza kumaanisha una vita kwenye ndoa yako au una vita kwenye mahusiano. Inawezekana sasa kama ni ndoa, kama ni uchumba, umevishwa pete ya uchumba, changa ile pete inapotea, hauioni tena, ni alama ya kwamba hayo mahusiano na vita, so need to pray. Au kuna kitu kitapotea, most probably ni uaminifu katika hilo agano ambalo umeingia au mnaelekea kuingia. Aina ya mambo ya kuomba hapo, better you pray, omba toba na rehema mbele za Mungu, lakini pia omba kwa ajili ya urejesho, Mungu arejeshe kilichopotea. Kama pete kipotea, lazima uombe urejesho, Mungu airejeshe hiyo pete. Ni moja kitu cha thamani sana. Ngoja nikwambie kitu moja, kitu muhimu sana kwenye maisha ni mahusiano. Kama kitu kina involve mahusiano, unajua hicho kitu muhimu sana. Na moja ya maumivu makubwa sana kwenye dunia ni maumivu yanayotokana na mahusiano, na moja ya furaha kubwa kwenye maisha furaha inayotokana na mahusiano. Kwa kama adui anatempa na mahusiano, uwe na uhakika kwamba anatempa na sehemu kubwa sana maisha yako. So it is better and it is important to pray kuhakikisha Mungu anakupa. Namba 3, kuota unavaa pete ya dhahabu ni alama ya heshima au kupata kitu cha thamani. Ni alama, dhahabu ni moja ya vitu vya thamani. Kuota unavaa au umevaa pete ya dhahabu ni alama ya heshima au ni alama ya kuwa na kitu cha thamani au ni alama mafanikio au ni alama baraka kubwa. Ni alama ya baraka kubwa kwa sababu ya uthamani wa dhahabu. Namba 4, kuota pete imevunjika. Ulikuwa na pete yako ya ndoa afu unashangaa pete imekatika, imevunjika. Ni alama ya kuvunjika kwa agano la ndoa au ahadi ambayo umekuwa nayo. It might be you had a plan, you had a covenant or you had an agreement with somebody. Kwa ukiona inavunjika, maana ni kwamba ile agano au ile ahadi au ile makubaliano yanakatika. Kuna ufu utaingia pale. Au ni alama ya migogoro katika mahusiano, alama ya migogoro katika ndoa au katika mahusiano. So need to pray, lazima uombe kwa ajili ya ndoa. Namba 5, kuota unanua pete ya ndoa au ya uchumba. Kuota unanua pete ya ndoa au ya uchumba ni alama ya maandalizi ya hatua mpya au ni alama ya maandalizi ya ndoa. Kwa ukiota unaingia dukani, kijana ujeo unaenda kununua pete ya ndoa au ya uchumba, ni Mungu anakuambia jiandae, wakati wako kwa umefika.
It might be ulikuwa haujui wakati sahihi, you don't know the timing. Mungu anakuambia this is the timing, now you can go ahead. Kwa ni alama ya maandalizi, ni kama Mungu anakushtua kwamba huu ni wakati sahihi, sasa you can go forward. Na moja ya vitu ambavyo wamekuwa tu havijui ni timing. Timing, hamna kitu cha muhimu sana kwenye ulimwengu wa roho kama kujua timing, season. Hivi nasema na wana wa Isakari walikuwa na akili ya kujua majira na nyakati. Kwa lazima ujue wakati. Kuna kitu tunakiita the time of visitation, wakati wa majira lazima ujue. Na kijana usichumbie mtu kama hujua tayari kuoa. Kwa sababu watu wengi wanako kwenye uzinaa na uzinzi kwa sababu mtu anachumbia haujui utaoa lini na haujui kwa nini unachumbia. Ni kama unampa shetani lumi ya kuja kutesi kwa kisha unaanguka. Kwa ukiota unanua pete ni alama ya kwamba unaingia kwenye maandalizi ya hatua mpya ya ndoa. Namba 6, kuota unaiba pete. You are stealing. Yani hiyo lazima utubu. Kwa sababu hizi ni wizi. You have to repent ya kwanza, yani tubu. Ni alama ya kupata jambo lisilo lako. Ni alama ya tamaa kupata jambo lisilo lako. Una tamaa kupata jambo ambalo sio lako. Au pia inaweza kuwa ni alama ya kutafuta mafanikio namna isiyo sahihi au kwa namna ya mkato. Kutafuta mafanikio kwa njia ya mkato au kwa namna ya mkato. You are stealing. Na hapo namna ya kuomba, omba toba na rehema. Mwambie Mungu nitasubiri wakati wangu. Namba 7, kuota unatoa pete kwa mtu. Kuota unampa mtu pete ni alama ya kumkabidhi mamlaka namba 1, lakini pia ni alama ya kutoa ahadi ya kuingia kwenye agano na mtu huyo. Kwa unaota ni kijana unaota unampa mtu pete, ni alama ya kwamba huyo mtu Mungu anakuambia huyu ndiye ambaye umekuwa unaombea. Maana watu wengi wamekwambia bwana ninaomba sasa sijajua Mungu atasemaje. Nikasikia tumeja kama kasema kijana binti ambaye atakuja sio amevaa kanda mbili, moja amechanganya kanda mbili, ya kushoto amevaa kulia na kulia amevaa kushoto, huyo ndiye mwenyewe mume wangu. Anamwekea condition. Sasa unaweza kukaa kanisani miaka yote mtu anamnaye asije kanisani. Kwa sababu kama mtu hana uwezo wa kuvaa kanda mbili vizuri, sendo vizuri, kulia anavaa kushoto, kushoto anavaa kulia, afu ndio kisa kumwambia Mungu huyo ndo wa kwangu. Maana unataka mwanamke kichaa. Inawezekana hiyo condition isije katimia hata siku moja. Lakini ukaota mtu namvisha pete, manake Mungu anakuambia huyu ndiye ambaye anahusika. Na ni muhimu sana. Ngoja niambie kitu kimoja. Unapokuwa umeingia kwenye mahusiano ni muhimu sana kuconfirm. Better you confirm. Na hakuna shida confirm mapenzi ya Mungu. Hakuna shida. There is nothing wrong like confirming the will of God. Better you confirm the will of God. Umeomba, umeingia kwenye mahusiano, confirm the will of God. Ndiyo maana hata kabla alipoitwa Gideon kwenye huduma, kabla kwenye huduma, Gideon alitaka confirm kama Mungu ndiye amemuita au si yeye ambaye amemuita. He had to confirm the will of God. Lakini pia inaweza kumaanisha kumkabidhi mamlaka kulingana na mazingira ya ndoto na hali ya ndoto pia ambayo umekuwa nayo. Usisahau hilo. Nafikiri unanielewa. Kwa lazima usisahau mazingira ya hiyo ndoto yakoje. Lakini namba 8, mfano 8, kuota mume wako au mke wako anakuvisha pete tena ya ndoa. Umeshaolewa tayari na ulishavishwa pete ya ndoa na mume wako au na mke wako. Sasa naota tena anakuvisha pete tena kwa mara nyingine. Either ni mume wako au ni mke wako anakuvisha pete tena kwenye ndoto. Na ni mume wako au ni mke wako. Ni alama nini? Ni alama ya kuimarika kwa agano au mahusiano yenu. Mungu anakuambia anaimarisha mahusiano yenu. Ndio maana unaona mke wako au mume wako anakuvisha pete tena kwenye ndoto na kata alimeshafunga agano na ameshavishana pete tayari. Mungu anakuambia anaimarisha hiyo. Lakini pia ni ahadi ya uaminifu katika mahusiano yenu. Lakini 3, inaweza kumaanisha kudhibitisha au kudhibitishwa kwa nafasi yako katika mahusiano haya. Ukiota mtu anakuvisha pete tena ni mume wako, ni mke wako, ni Mungu anadhibitisha kwamba huyu ni mke wako kweli. Hivyo ndio watu wengine wameoana, mtu anakuambia nilikosea kuoa. Na ameshakaa miaka 5 anakuambia mimi nilikosea kuoa. Miaka 5. Au mtu ameolewa miaka mingi anasema mimi nilikosea kuoa au kuolewa. Inawezekana ulikosea lakini sasa ushalikoroga, lazima ulinywe. Lazima uombe neema Mungu ikusaidie kusustain uendelee mbele. Ulishaingia, kuna mlango mmoja wa kuingia, kutoka haupo. Kwa ni alama ya kudhibitisha agano. Namba 9, kuota pete yako ya ndoa inang'aa sana. Alama nini? Ndoa yenye afya au mahusiano yenye afya au agano lenye afya. Lakini pia namba 2 ni kibali cha Mungu. Inaonyesha kibali cha Mungu juu ya mahusiano yenu. Unaona ndoto pete zenu zinang'aa very bright. Ni alama kibali cha Mungu juu ya hayo mahusiano ambayo mna. Either ya uchumba au ya ndoa. Pete inang'aa ni alama ya kibali cha kimungu juu ya hayo mahusiano au ndoa, au ni mahusiano yenye afya au ni ndoa yenye afya. Namba 10, kuota pete ya harusi imepauka. Kiota pete ya harusi imepauka sana. Mpauka inaweza kuwa ni alama ya kupungua kwa upendo kwenye ndoa yenu au kwenye mahusiano yenu. Alama ya uchovu wa kihisia na kimahusiano kati ya wenzi. Yaani imechokana. Kwa ndio maana pete imepauka.
agano limepauka, no affection, no love, no what, you are there because you are there, lakini alama ya kwamba mmechokana. Lakini pia inaweza kawa ni alama ya hitaji la kuimarishwa kwa mahusiano. Inaweza kawa ni alama ya Mungu anawaambia you need to go back, mkumbuke mlivyoanza, muende kwenye upendo wenu wa kwanza, kulingana na kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 5. Anasema mmeuacha upendo wa kwanza. Pia kwenye ndoa huwa kuna upendo wa kwanza. Kwa hiyo inawezekana Mungu anawaambia sasa mnahitaji kurenew upendo wenu na kurudi kwenye upendo wenu wa kwanza, upendo wa kwanza ambao mlianza nao. Kwa pete kipauka ni alama ya kwamba kuna uchovu umeingia, kuna uharibifu umeingia mahali. Kwa lazima mrudi kule mwanzoni kabisa. Kuna kuchokana kihisia, kuna kuchokana kiakili, kuna kuchokana kimahusiano, no affection, no intimacy. Kwa hiyo Mungu anawaambia rudi kwenye upendo wenu wa kwanza. Namba 11, kuota pete ya ndoa imepasuka ni sana katika, nishakwambia katika, inaweza kumaanisha migogoro katika mahusiano, inaweza kumaanisha pia kuvunjika kwa mawasiliano katika ndoa, inaweza pia kumaanisha onyo la kulinda ndoa. Pete imepata shida, imepasuka, imekatika, inaweza kumaanisha Mungu anawatahadharisha kwamba sasa unahitaji kuwa macho, watch about your marriage. Na hiyo ni lazima, kuna sehemu mempa Ibilisi nafasi. So mambo haya lazima uanze na toba, then ufanye kitu Mungu anakuonesha ufanye. Namba 12, kuota ndoto inateleza kidoreni, inatereza kidoreni. Yaani unaingiza na kutoa, inatereza tu. Ni alama ya kwamba haujawa makini katika mahusiano, uzembe, kutokuwa makini katika mahusiano au uzembe katika majukumu ya ndoa. You are not fit for the marriage. 13, kuota unatafuta pete yako iliyopotea. Kuota ulipoteza pete na unatafuta pete kwenye ndoto ni alama ya uhitaji wa kurejesha mahusiano yako yaliyopotea au yaliyokufa, au ni hitaji la urejesho wa mahusiano ya ndoa, uchumba. Labda ulikuwa na uchumba umevunjika, alafu na wote wanatafuta ile pete ya uchumba. Ni Mungu anakuambia kuna ulazima wa kurejesha hayo mahusiano. Au ulikuwa umeoa, ndoa imeingia, kitumba kimeingia mchanga, then na wote wanatafuta ile pete uliyokuwa nayo ya ndoa. Ni Mungu anakuambia kuna ulazima wa kurejesha hayo mahusiano. Unatafuta kile kilichopotea, unatafuta pete ambayo imepotea. Mungu anakuambia kuna ulazima kurejesha mahusiano ambayo yalikuwa yamevunjika au yanaelekea kuvunjika. Hakisha mahusiano na retain. Labda haujaoa, unachumbia binti na unaona mnavyoenda ni kama hamtafika mbali, ni kama hamwelewani vizuri. Alafu unashangaa unatafuta pete ya uchumba, unaitafuta pete iliyokuwa imepotea. Mungu anakuambia kuna ulazima wa kuimarisha hayo mahusiano. 14, kuota umepata pete iliyokuwa imepotea. Kuota umepata pete iliyokuwa imepotea. Pete ilikuwa imepotea, umeitafuta na umeipata. Ni alama ya maridhiano katika ndoa. Ni alama ya urejesho wa mahusiano. Ni alama ya uponyaji wa majeraha katika mahusiano. Kwamba sasa agano linarudi kwenye nafasi yake. Urejesho wa agano, urejesho, maridhiano kwenye hilo agano ambalo mlikuwa nalo. 15, kuota mtu mwingine amevaa pete yako ya ndoa. Hii ni alama ya roho ya usaliti au kusalitiwa katika mahusiano. Inaweza kaonyesha pia changamoto na nafasi yako kwenye mahusiano, kwamba you are not fit for that position. Haujasimama kwenye viatu vyako sawa sawa, na kuna mtu mwingine usipokuwa makini atachukua nafasi yako. Usaliti kwenye ndoa. Kuota mtu amevaa pete yako ya ndoa ni alama ya usaliti kwenye mahusiano. Namba 16, kuota unakataa kuvaa pete. Kuota unakataa kuvaa pete. Tunaona nakwambia nimeota mtu ni saa ya harusi, tumeenda kanisani, kila kiko sawa sawa, lakini mwanaume anataka nivishe pete, nikawa nakataa kuvaa ile pete ya ndoa. Anajaribu, mimi nakataa, sitaki kuvaa ile pete ya ndoa au pete ya uchumba. Unakataa kuvishwa pete. Ni alama nini? Ni alama hofu ya kuingia katika agano au kutokuwa tayari kwa wajibu wa ndoa au mahusiano kwa wakati. Mungu anakuambia haujawa tayari kwa wajibu huo. So tulia. Moja, inawezekana ni hofu ya kujifunga kwenye agano la ndoa. Lakini mbili, inawezekana Mungu anakuambia haujawa tayari kuingia kwenye hilo agano, ndio maana unakataa kuvishwa hiyo pete. Kwa lazima uombe zaidi Mungu akujulishe juu ya majira na nyakati. Uombe zaidi Mungu akuondolee hofu kama iko ndani yako kuna hofu. Lazima uombe Roho Mtakatifu akuongoze na kuelekeza zaidi. 17, kuota unavua na kutupa mbali pete ya harusi. Unaota unavua pete ya harusi na kutupa mbali. Binti moja kwa kuota unavua na kutupa pete ya ndoa nini? Maana ni tamaa ya kujitenga kwenye mahusiano au ni alama ya kuvunjika kwa ndoa. Mungu anakutahadharisha wewe, unaweza kuwa ni chanzo cha ndoa yenu kuvunjika au chanzo cha migogoro kwenye ndoa au mahusiano ambayo itapelekea either ndoa hiyo au mahusiano kuvunjika. You throw away your ring. 18, kuota pete yako inaibiwa. Unaota pete yako imeibiwa na mtu. Ni alama ya uharibifu wa agano lako la ndoa au alama ya uharibifu wa mahusiano. Kuna mtu ataingilia mahusiano yako na atayaharibu. Na mahusiano mengi yanaharibiwa pia na watu. Ndoa nyingi zinaharibiwa na watu watatu.
Mkisha ruhusu sauti ya mtu atu kwenye ndoa au mahusiano, ujue tayari hapo mnaelekea kuhusu uharibifu mwingine. The third voice kwenye mahusiano au kwenye ndoa ndio mara nyingi inasababishaga ndoa kuvunjika na mahusiano kuvunjika. The third voice, na sauti ya tatu kwenye mahusiano. Mme na mke ni watu wawili, mnaporuhusu sauti ya tatu ikaingia pale katikati, ni ambayo inasababisha migogoro. Namba 19, kuota unapewa pete na mtu usiyemjua. Kuota unapewa pete na mtu usiyemjua. Mungu anaweza kawa anakuonya kulinda mipaka ya ndoa yako, au Mungu anaweza kawa anakuonya kuingia kwenye agano na mtu usiyemfahamu. Namba 20, kuota pete yako ni kubwa sana kuliko kidole chako. Unaweza kaota pete unayovishwa ni kubwa kuliko kidole chako. Kidole kidogo, pete kubwa. Kuna mtu ameniambia just last week, hii wiki iliyopita hii, ameota ameenda kanisani na mchumba ambaye yuko naye kabisa, anamvisha pete, alafu pete ni kubwa, kidole ni kidogo. Kila kijana anaingiza ni pete ni kubwa, kidole ni kidogo. Maana yake nini? Inaweza kumaanisha mtu huyo sio sahihi, not fit, kutegemea na mazingira. Lakini pili, inaweza kumaanisha jukumu la ndoa kwako au mahusiano ni kubwa kuliko uwezo wako. Haujawa na uwezo wa kuhendo ndoa, au haujawa tayari kuhendo jukumu la ndoa. Ndio maana agano la ndoa halikufiti. Pete ni kubwa kuliko kidole, inaingizwa pete kubwa, kidole kidogo. Maana yake nini? Jukumu la ndoa au mahusiano ni kubwa kuliko uwezo wako. Mungu anakuambia jukumu lililoko mbele yako ni kubwa kuliko uwezo wako. Ndio maana pete. Lakini namba 2, Mungu anakamaanisha kuna kibali kikubwa au kuna baraka kubwa ambayo iko mbele yako ambayo haujawa na uwezo wa kuibeba. Inaweza kumaanisha kuna baraka kubwa au kuna kibali kikubwa mbele yako ambacho haujawa tayari kukibeba. Kwa lazima muombe Mungu akupe maandalizi ya kuomba capacity ya kubeba hilo jukumu ambalo liko mbele yako. Lakini pia kama ni mahusiano, kamaanisha huyo mtu naye bado hauja compatible kwenda naye, kwa sababu naona hamna ndoa. Pete naregea kwa hapa, hamna ndoa. 21, kuota pete ni ndogo na kidole ni kikubwa. Kuota mtu anakuja kufisha pete, lakini pete ni ndogo, kidole chako ni kikubwa. Hiyo inamaanisha no compatibility, hakuna mahusiano hapa yatafanyika, hakuna agano. Ndio maana yake, hakuna agano, no compatibility, hakuna uwezekano wa kufanya agano. 22, kuota umeumwa na mdudu mwenye sumu kwenye kidole cha pete ni alama mashambulizi ya ndoa, alama ya vita kwenye ndoa yako. Unaota labda nyoka anang'ata kidole cha pete, chanda hapo, kitu adui anafuatilia agano la ndoa au agano la mahusiano. Au kaota nge anang'ata kidole cha chanda, alama ya kwamba adui anafuatilia mahusiano yako au ndoa yako iko under attack. 23, kuota unaokota pete toka kwenye takataka ni alama ya kurejeshwa kwa jambo lililodharauliwa au urejesho uhusiano uliokuwa umekufa. Unaota unaokota pete ya kwako toka kwenye takataka. Yaani ulipoteza pete afu unashangaa unayokota kwenye takataka pete yako. Ni alama ya kurejeshewa uhusiano uliokuwa umekufa, lakini pia ni alama ya kurejeshwa kwa jambo lililokuwa limedharauliwa. Takataka ina maana kubwa sana. Kuota pete imefunikwa na uchafu. Unaota pete yako imefunikwa na uchafu. Uchafu na maana kubwa sana ya dhambi. Mahusiano yameathiriwa na dhambi au migogoro na majeraha. Ni alama ya kwamba agano lenu limeathiriwa na dhambi za siri. Pete yako imefunikwa na uchafu. Pete yako imekuwa chafu. Chafu ni alama ya dhambi. Ni alama ya kwamba mahusiano yenu au agano lenu na uchumba au agano lenu na ndoa linaathiriwa na dhambi za siri kati yenu. Mmoja wenu anaweza kawa na dhambi za siri na mwenzake hajui, lakini Mungu anajua, kwa na reveal pete inakuwa ni chafu au imefunikwa na uchafu. Ni alama ya kwamba kuna uchafu ambao unaathiri agano lenu. Lakini pia inamaanisha sifa ya ndoa yenu inachafuliwa. Sifa ya ndoa yenu inachafuliwa. Sifa ya ndoa yenu inachafuliwa. Kwanza ukaomba kwamba Mungu akusaidie kurejesha sifa njema ya ndoa. Kunapoota pete imefunikwa na uchafu, ni alama ya kwamba sifa ya ndoa au sifa ya mahusiano yenu inachafuliwa. Haujaona watu wanachafua mahusiano? Anasema fulani zikamua fulani kwa sababu moja, so it happened. Hata mimi tutokea bad news about a person. Bad news about a person. Kuna moja, kuna mbili, kuna mambo yote ya uongo tu. Kwa lazima ujue labda wakati mwingine adui anatumia watu kuchafua mahusiano yako au ndoa yako, anachafua. Au kuna dhambi za siri kulingana na context, kulingana na maelekezo ya Roho Mtakatifu, kulingana na maisha ambayo mnaishi, basi Mungu atakupatia maana sahihi. Ndio maana naposema hivi make nakuwa niko very broad,
Lakini mwisho, the very specific area, lazima ulinganishe mazingira, ulinganishe maisha yako, ulinganishe pia na mwongozo wa Mtakatifu na neno la Mungu pia, upate maana sahihi kwa wakati huo. Namba 25, kuota unasafisha pete. Kuota unasafisha pete ni alama ya kurekebisha mahusiano au kutafuta upatanisho au toba na mwanzo mpya. Kuota unasafisha pete ni alama ya kurekebisha mahusiano au ni alama ya toba mpya. Pete unaisafisha, manake mahusiano yako unayapiga polish, unasafisha mahusiano, unarudisha kwenye nafasi yake ya mwanzo. Namba 26, kuota unavishwa pete nyingi. Kuota unavishwa pete zaidi ya moja, pete 2, pete 3, unavishwa pete nyingi, au unavishwa pete na mtu zaidi ya mmoja. Hiyo ni alama gani? Kwanza ni alama ya wajibu nyingi, kwa maana ya tasks, responsibilities nyingi. Lakini mbili, inakamaanisha kuchanganyikiwa katika maamuzi ya mahusiano. Hauje mtu amechangamwambia kijana wewe ameniapproach, anasema ameonyeshwa na Mungu. Huyu naye amekuja ameonyeshwa na Mungu. Huyu naye sasa alionyeshwa na Mungu. Mungu mwenyewe Ibrahimu, Isaka na Yakobo ni yupi? Maana huyu anasema ameonyeshwa, huyu ameonyeshwa, huyu ameonyeshwa. Sasa aliyeonyeshwa kiukweli ni yupi? Kwa hiyo unapoota unavishwa pete na mtu zaidi ya moja au umepewa pete zaidi ya moja, ni alama ya kuchanganyikiwa, ni alama ya kuchanganyikiwa katika maamuzi ya mahusiano. Ndio kamaanisha una majukumu mengi au wajibu mwingi, kwa sababu pete ni alama ya kupewa majukumu au madaraka. Lakini pia kamaanisha kuchanganyikiwa kwa habari ya maamuzi ya mahusiano. Kuota pete imepata kutu. Unaota pete yako ya ndoa imepata kutu, ina kutu, rust, ni alama ya mahusiano kuharibika au ni alama ya kupoteza radha ya ndoa au upendo wa kwanza kwenye mahusiano. Kila mahusiano huwa yana upendo wa kwanza. Mungu anasema kwenye kitabu cha Ufunuo, labda nisomee hapo, Ufunuo, kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 5. Anasema kanisa limewacha upendo wa kwanza. Ndoa huwa zina upendo wa kwanza, mahusiano huwa yana upendo wa kwanza. Ulikuwa hauwezi kula mtaani, lazima urudi nyumbani, ule nyumbani. Ukiona kula nyumbani na kula mtaani vinafanana, ujue kitu kinaitwa upendo wa kwanza umeshapotea. Ulikuwa wewe ukajitoa out mwenyewe, lazima utoke na familia na mwenzako. Ukiona kutoka mwenyewe inatosha, ujue tayari upendo wa kwanza umeshaingiwa na virus. Anasema lakini neno juu yako ya kwamba umewacha upendo wako wa kwanza. Kwa kuna kitu tunakiita first love. Upendo haugarikishwi. Kwa upendo wa kwanza ukishaharibika, uwe na uhakika kuna mambo yanaharibika pia kwenye ndoa. Moyo unagafirika, upendo wa kwanza umeharibika. Anasema umeuacha upendo wa kwanza. Kwa pia na kwenye upendo wa Mungu huwa kuna kuacha upendo wa kwanza. Mke, mume, mahusiano, kila kitu. Walioko kwenye ndoa wanafahamu wakati wameenda honeymoon, upendo unakuaje, intensity ya upendo na hisia. Huo ndio upendo wa kwanza. Siku zinazozidi kwenda, matukio, migogoro, nini, upendo unakuwa na decay. Unajua upendo unalindwa, you protect the love. Upendo unaweza kaurenew, unaweza kaurejesha. Migogoro, matukio, nini na nini, na umri na nini vinaharibu upendo wa kwanza. Kupenda kitu kama nilivyokuwa nakipenda mara baada ya kukiona kwa mara ya kwanza. Nilivonua simu yangu hii, nilikuwa yani kila dakika naangalia si kadondoka, lakini baada ya wiki, mwezi, hata kidondoka nashtuka kumbe simu yangu imedondoka na yokota. I don't care too much kwa sababu upendo wa kwanza juu ya ile simu umepungua tayari. Sina ule upendo wa kwanza, imezeeka. Lakini wakati nimeachilia hela nimeinunua hii simu. Wakati nimeinunua hii simu hii, yani nilikuwa naiangalia isidondoke kama yai ikapasuka. Ile kuna wakati nashtukia tayari imedondoka na I have nothing to do. Rafiki yangu mmoja alinunua simu Kariakoo, akapanda mwendo kasi, alikuwa anashukia Ubungo. Ile yuko busy na ile ilikuwa ni tablet, busy na tablet, ashtukia anaelekea Kimara. Aishapitiliza Ubungo, yuko busy na simu. Kwa nini? Upendo wa kwanza. You spend time. Haujui mtu amenunua gari kwa mara ya kwanza, hata kutoa ufunguo kwa mtu aendeshe, aitoe sehemu aipeleke sehemu nyingine ni ngumu. Moyo wako umeambatana na ile gari. Why? Intensity ya upendo wa kwanza ni kubwa. Wengine kisha kaa nayo miaka 5 akaigonga kwenye makorongo, akaigonga wapi na wapi, shoka akafanywa service. Kawaida tu, anampa mtu yeyote. Upendo wa kwanza umepungua. Kwa hiyo upendo wa kwanza kitu muhimu sana kwenye mahusiano. Kumaintain kiwango kile kile cha upendo wa kwanza. Na kuna viashiria vya kupotea kwa upendo wa kwanza kwenye mahusiano. Muda wa mawasiliano unakuwa ni mdogo, dakika moja inatosha. Lakini wakati wa upendo wa kwanza mlikuwa mnaongea risaa 2 3 na hamna agenda maalum. Lakini upendo wa kwanza kisha dakika moja inatosha. Nani aanzishe agenda, nani aanzishe communication, ni alama ya upendo wa kwanza umepotea. Upendo wa kwanza kama upo, hata kama hela haipo, upendo wa kwanza kama upo, you can move on.
kwa upendo wa kwanza kwenye mahusiano na upendo wa kwanza kwa Mungu ni kitu cha muhimu sana. Upendo wa kwanza, hisia ambayo unakuwa nayo kwa kitu unapokipata kwa mara ya kwanza. Sasa unapoota pete imeanza kupata kutu, ni alama ya kwamba upendo wenu wa kwanza umeingia virusi. Kwa kuna haja ya kurejesha upendo wa kwanza, ladha ya upendo. Kuna kitabu kinaitwa 5 Languages of Love. Kuna aina 5 za definitions za upendo. How do you define love? Kwa wengine upendo ni zawadi, gift. Hizi ni kachumbari kwenye ndoa, zinarejesha upendo wa kwanza. Pete iliyopauka inabadilishwa na ng'aa. Wengine ni physical touch, wengine ni quality time, wengine ni yani kuwa na muda na mtu, hiyo ndio define upendo kwake. Wengine ni kuwa naye. Na haya mambo yote kwa jumla yake sawa, kutegemea na love language ya mtu na lugha ya upendo, lakini bado yote haya yanaongeza ladha kwenye upendo wa kwanza. Kwa lazima uombe urejesho, restoration. Pray for restoration. God, I restore the first love in our marriages. God, I restore the first love in our relationship. Namba 28, kuota napewa pete na watu waliokufa zamani. Watu wamekufa, hawako hai tena, napewa pete nao. Ni alama kuingia maagano na mizimu au roho za familia. Na mapete, mtu amevaa mapete, kila pete ina maana. Mtu anakuwa mapete ya kuzimu. Tumekuwa tuna struggle na watu wengine kwa deliverance. Vitu vingine tukafahamu nasema imeandikwa hapa, lakini tumekuwa tunapambana. Mtu anakuja na mapete, unapanda kumfungua tu hivi anakuambia hii pete ameitoa kuzimu. Ana maagano na maroho ya kuzimu, maroho ya majini. Ameingizwa maagano. Tunajua kama tunafungua watu. Kwa pete nyingine ni za kuzimu, watu wanapewa, wanaingizwa maagano na maroho ya kuzimu na maroho ya majini na majini mahaba. Na pete nyingine hasionekani kwenye vidole vya watu. Mtu namfungua tu anafanya hivi, anakuwa pete, ameingizwa maagano hapo pete. Ukishika kwenye kidole hamna pete, lakini kwa mwengo wao wameingizwa pete kama alama agano la mahusiano na majini. Kwa unampiga fire kitu anafanya na anavua pete. Kama wiki mbili zimepita nilikuwa namfungua kijana mmoja pale kanisa. If you go to YouTube utaona. Anasema amepewa mapete kuzimu na watu wa majini. Mara majini. Na kweli amemtesa, ameingia kwenye maagano. A very serious covenant. Kwa usiwe na furaha kuvaa pete pete, unaokota pete mahali unavaa. No, utajiingiza kwenye maagano mengine bila hata kujua. Na hata nashauri pete ya ndoa inapotea, kabla ukanunua pete nyingine, iombee kwanza. Pray for that ring, wedding ring. Kwa nini? Adui anapisha uharibifu wa ndoa kwenye pete, kwa sababu sehemu ya agano la ndoa. Chukua pete ile iombee, au chukua pete ile nenda kwa mchungaji muiombee then ivaa. Au we ipige fire hiyo pete afu mvalisha neti. Usiokote pete kila mahali ukavaa. Vita ya ndoa ni vita halisi. Nimekuambia hivi, moja ya eneo lenye maumivu makubwa kuliko yote duniani ni eneo la mahusiano. Na moja ya eneo lenye furaha kubwa kuliko yote duniani ni eneo la mahusiano.